2026. Tumaini lenye baraka. Habari za tangu jana jamani. Hebu kwanza tusimame kidogo. Najua mmekaa sana. Tunaambiwa unapokaa saa moja at least dakika 2 usimame na kutembea kidogo. Hebu tuimbe kidogo. Lishe bora na mazoezi, hewa safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako. Turudie tena. Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa juu, hewa safi, pumziko na imani kwa. Kwanza unafuatilia vipindi vyetu vya afya katika mkutano wetu wa Njombe Net Event. Mada kubwa ya ujumla tutakayokuwa tunaiangalia ni kanuni za afya katika zinavyothibitishwa na sayansi. Ukitaka uiweke vizuri unaweza ukasema Biblia na sayansi vinapokutana ni tumaini kwa afya yako. Siku ya jana tulipata somo zuri sana ambalo lilikuwa linatuonesha mwanadamu ametoka wapi. Tuliona kuna jedwali moja kubwa kwamba kemikali zote na chembechembe zote zinazounda vitu vyote vilivyopo duniani akiwemo na mtu mwenyewe zinapatikana katika jedwali hilo. Ziko 118 na zimegawanyika katika makundi 7 tu. Na kati ya hizi 118 mwili wa mwanadamu umeundwa na kemikali takriban 25. 11 ni za msingi sana na 14 zilizosalia zinapatikana kwa kiwango kidogo. Muundo wa chembechembe huo tuliuona namna ambavyo ni wa pekee, kwamba katikati una nucleus lakini pembeni una mizunguko ambayo ndio inayobainisha maumbo na inabainisha rangi na tabia za vitu vyote tunavyovifahamu duniani, madini, chumvi, kila kitu unachokijua duniani. Jana nikapigiwa simu na mzee mmoja akaniambia, bwana kweli umetufumbua macho jana. Kumbe ndo maana tukienda hospitali tunapimwa sodium, tunapimwa potassium, na kweli bwana hizi zote zinapatikana ardhini. Kwa hiyo ushahidi pekee unaothibitisha mwanadamu alitoka wapi, unaojitosheleza ni kwamba mwanadamu alitoka kwenye udongo. Hakuna nadharia nyingine unayoweza kuithibitisha kikamilifu kupitia sayansi isipokuwa mwanadamu ametoka kwenye nini jamani? Ametoka kwenye udongo. Sasa uwepo wa Roho wa Mungu ndicho kiini cha pekee kinachomfanya mwanadamu awe bora na awe mwenye thamani. Leo tutakiangazia chakula cha kifalme. Katika Biblia tuna fungu moja zuri sana, huwa ninaliita ID verification. Yaani ni fungu linalothibitisha utambulisho wa mtu. Hii ni Petro wa kwanza 2:9 kwamba bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Unaweza ukaendelea mpaka mbele hapo. Mmeitwa mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita kutoka gizani. Ili uweze kuwa na mwelekeo mzuri wa maisha, jambo la kwanza lazima uchague utambulisho wako. Hii haijalishi ni kwenye masuala ya afya au ni kwenye masuala ya familia watakayofundisha kina Pastor Biene au masuala ya kiroho watakayofundisha Pastor Butoke. Lazima uchague kwanza utambulisho wako. Wewe unataka utambulike vipi duniani? Lakini kama unamchagua Mungu, basi wewe unakuwa katika utambulisho wake. Na tofauti kati ya utambulisho wa watu wa Mungu na wasio watu wa Mungu, watu wa Mungu, Mungu anawaita ni wana na ni warithi. Kwa hiyo wanakuwa wafalme kama yeye. Na ndio maana somo la leo tutajikita kuangalia chakula cha kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Chakula cha kifalme. Kama uko kwa shetani unakuwa mtumwa, na Yesu alisema mnakuwa watumwa wa yule anayefanya nini? Wa yule mnayemtii. Lakini kama wewe ni mwana uko huru. Kwa hiyo tukiwa ndani ya Yesu sisi ni wafalme. Ila ukiwa kwa shetani na mambo yake wewe ni mtumwa. Kwa hiyo kuna chakula cha kifalme na kuna chakula cha nini? Cha kitumwa. Na nataka niwaongezee jambo moja.
Viumbe vyote unavyovifahamu duniani, ukianza kuvibagua kwa sifa zake, utakuta na vyenyewe pia vimegawanyika katika ngazi 7. Ulikuwa unalijua hilo? Tumeona chembechembe ziko katika ngazi madaraja mangapi jamani? 7. Na chembechembe sasa I mean na makundi ya binadamu, yani ukiwabagua binadamu, waliosoma biology mnajua inaitwa classification of living organism. Wale viumbe wanaoonekana, achana na bakteria na nini, viumbe wanaoonekana, wanyama na mimea, unaweza ukawagawanya na kuwabagua katika hatua 7 tu. Wanasema kuna kingdom, kuna phylum, kuna class, kuna order, family, genus na species. Utambulisho wa viumbe wote unapitia hatua hizi 7. Yani kwa wale ambao hawanielewi, yani ni kwa mfano mimi nijitambulishe hapa duniani miongoni mwa wanadamu, nitasema mimi ni Mwafrika. Hiyo ni level ya kwanza. Kutoka Tanzania, level ya 2. Mkoa wa Mara, level ya 3. Wilaya ya Msoma, level ya 4. Kata ya Kigera, level ya 5. Mtaa wa Mwiyale, level ya 6. Level ya 7 nyumbani kwa mzee Magomere ndo kwetu. Wanyama ukiwabagua katika utambulisho wao, katika makundi ya jumla mpaka upate aina moja moja kwamba huyu ni mtu, huyu ni paka kwa aina zake, na wenyewe wanagota katika makundi 7. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe muhuri wa Mungu hauko kwenye siku tu, upo kwenye chembe zinazounda dunia, lakini uko pia kwenye viumbe hai. Najua Pastor Butoke atakapowafundisha swala la Sabato, mtaelewa vizuri kwa nini Sabato haipaswi kubadilika. Mimi katika sayansi nimeona Sabato lazima Mungu afute uumbaji, aumbe upya. Pastor Butoke atalifundisha vizuri. Sasa jana niliacha swali kwamba kati ya chita na yule mkimbiaji maarufu duniani, nani mwenye kasi zaidi? Kuna baadhi ya watu walinitumia jumbe zao wakaniambia ni yule mkimbiaji maarufu duniani, ila hatujui ni kwa nini. Lakini mimi nilishawaambia spidi ya chita ni kubwa kuliko ya huyu mkimbiaji maarufu. Sasa ninalijibuje hili swali? Kwa sababu muda wetu ni mfinyu, najua kila mtu ana jibu lake, lakini ninataka nitoe mtazamo niliotaka kujenga kupitia swali hili. Kweli chita anakimbia zaidi kuliko Usain Bolt, lakini kuna jambo moja la pekee: matumizi sahihi ya akili yanapita uwezo na mipaka ya kiumbe chochote. Tumeelewana mpaka hapo? Maana yake mwanadamu hata kama anakimbia spidi ndogo kuliko chita, kwa kutumia akili anaweza akakimbia kwa spidi kubwa kuliko chita. Kwani mwanadamu anapoendesha gari spidi 180, nani anakimbia? Ni gari au ni mtu? Ni mtu. Maana hata gari limetengenezwa na chita. Kwa kutumia akili anaweza akakimbia kwa spidi kubwa kuliko chita. Kwani mwanadamu anapoendesha gari spidi 180, nani anakimbia? Ni gari au ni mtu? Ni mtu. Maana hata gari limetengenezwa na nani? Haya, tunaweza tukasema mtu hana nguvu kama tembo, lakini mtu anaweza kutengeneza vifaa forklift zinazoweza kunyanyua makontena yenye uzito kuliko kilo anazoweza kuzibeba nani? Tembo. Usiwe na haraka, utanielewa. Unaweza ukashangaa mbona dokta anaongelea tembo na somo ni kuhusu chakula? Utanielewa vizuri. Wanadamu na wanyama wote waliumbwa kwa udongo, na hapo ndipo mahali ambapo sote tunakutana. Wanadamu na wanyama wote tumeumbwa kwa udongo. Sasa nini kinaleta tofauti? Ndipo ninakuja sasa kuwaeleza kwamba akili ya mwanadamu ndiyo inayomfanya awe tofauti na wanyama, na hii ndiyo inayoamua mwanadamu ale nini, asile nini, tofauti na wanyama wanavyoishi. Na jana tuliona daraja lingine la utofauti ni uwepo wa Roho wa Mungu ndani ya mwanadamu. Tuliambiwa mwanadamu si mtu tu, mtu ni zaidi ya mwili. Mtu ni nyumba ya roho. Kwa hiyo ukitaka kutazama vizuri wanadamu na wanyama, utaona kwamba kuna mambo mawili kama sio matatu ambayo mwanadamu ni zaidi ya mnyama. Mwanadamu ana Roho wa Mungu, mwanadamu ana akili na maarifa makubwa kuliko wanyama, na tatu, mwanadamu anastahili heshima kutoka kwa viumbe vyote. Kwa sababu kwanza mwanadamu ndiye kiumbe pekee anayeweza kusimama wima muda wote. Viumbe wengine wote ni kama wameinama. Sasa unaweza ukaona
yani ni kana kwamba wanatusujudia. Huo ni mtazamo wangu, lakini viumbe wengine wote wameinama, ila mwanadamu ndio yuko wima. Na tafiti za kibiolojia pia zimebaini kwamba ukimwangalia mwanadamu, seli zake, mwili wake, kama ni moyo unao, ng'ombe anao, mapafu unayo, ng'ombe anayo, ukiangalia structurally ni kama tunafanana, lakini ni hivi vitu vitatu ambavyo nimekueleza leo vinavyoleta tofauti. Na hata sayansi inakiri kwamba uwezo wa mwanadamu wa kutawala na kudominate ndio unaomfanya uwe tofauti. Kwa hiyo chakula tunachokula, moja, lazima kiwe sahihi kwa roho zetu, lazima kiwe sahihi kwa akili zetu, lakini lazima kiwe sahihi kwa mwili wetu. Mungu alipoumba mwanadamu alimwambia utakula mbegu na matunda. Wanyama na viumbe wengine akawaambia mtakula majani. Sifa moja hivi vitu vyote viwili ni kwamba vyote vinamea kwenye udongo, kwa sababu hawa wote ni mili ya udongo. Lakini kwa nini majani, huyu apewe majani, huyu apewe matunda? Ukiangalia katika biolojia, structure ya miti inayozalisha matunda lazima ilishwe kwa namna ya pekee kuliko kitu chochote. Sasa nikasema ikiwa kweli hii ndiyo sababu, hivi kuna ushahidi wowote kuhusiana na mahusiano kati ya akili na chakula tunachokula? Nikasema ikiwa siwezi kulipata hili kwa wepesi kutoka kwa watu, hebu niende kwa wanyama. Basi Mungu akaniongoza kufanya utafiti wa wanyama wenye akili zaidi duniani, viumbe 5 werevu zaidi duniani. Wa kwanza ni sokwe mtu, anaitwa. Wa tatu anaitwa orangutan, ni jamii tu kama ya sokwe. Wa 4 ni tembo. Wa 5 ni kunguru. Sasa tuachane na hawa walio chini, tushughulike na sokwe ambaye ndiye namba 1 kati ya viumbe ambao wana akili duniani. Papa nitamwacha kwa sababu yeye si wa ardhini, ni wa majini. Akili ya sokwe iko wapi? Moja, sokwe anaweza kujifunza lugha ya ishara na kuwasiliana na binadamu. Sokwe anaweza kujitambua kwenye kioo na kuonesha hisia, kujali ama kuomboleza. Sokwe anaweza kutengeneza mkuki kwa ajili ya kuwinda ama kutumia zana kwa ajili ya kuvunja njugu au kujipatia chakula. Hiyo ndio werevu wa sokwe na ndiye mwenye akili kuliko wanyama wote kwa sasa. Chakula cha sokwe. Taasisi ya Jane Goodall ya Canada ambayo inadili na wanyama ilisema sehemu kubwa ya chakula cha sokwe ni matunda, mbegu na karanga. Full stop. Matunda yanapopungua, ninanukuu, sokwe watakula aina mbalimbali za majani, maua, magome ya miti na mbegu, lakini akarudia, wanapendelea matunda. Hao ni sokwe. Sasa angalia hata mwanadamu alivyofukuzwa Edeni, mahali ambako akaenda nje ya bustani, huwa anashawishika Mungu alimpa majani ale kwa sababu huenda concentration ya matunda huku nje haikuwa kubwa kama ilivyokuwa bustanini. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za sokwe. Sasa sokwe, wadudu huchangia takribani 4% ya chakula cha sokwe. Nyama na mazao ya wanyama yanachangia 6% ya lishe ya sokwe. Sasa profile ya ulaji wa sokwe inafanana na historia ya mabadiliko ya chakula cha mwanadamu kutoka Edeni mpaka wakati wa gharika. 3, tafiti za sasa hivi za chakula zimeleta kitu kinaitwa food pyramid. Google kinakuonesha mwanadamu anapaswa kula kwa wingi chakula cha aina gani. Kwenye ile pyramid chini atakuonesha kuna matunda na mboga, nafaka na marage na mbegu, karanga hizo. Pale juu ndio utakuta mazao ya wanyama, sio nyama, mazao ya wanyama, maziwa na mayai. Juu inaendelea kupungua, ndipo utakuta nyama. Juu kabisa ndipo utakuta vitu vilivyotengenezwa kama sukari, chumvi na vikolezo vingine. Sasa niliwaambia sisi tumetoka kwenye udongo na tunatakiwa tule chakula cha udongo. Kwa nini? Mwili wetu una a certain chemical composition ambayo haitakiwi kubadilishwa. Sasa ulaji wa vyakula vya kiwandani unaleta shida gani? Kiwandani kuna introduction ya kemikali ambazo sio sehemu ya mwili wa mwanadamu. Zinapoingia kwenye mwili wa mwanadamu zinabadilisha structure na utendaji kazi wa mwili. Ndio maana kuna ongezeko la magonjwa ya saratani, ndio maana kuna mabadiliko ya homoni kwa watu wengi. Matatizo yamezidi kuongezeka kwa sababu ya badiliko hilo la matumizi ya kemikali ya vyakula vya kiwandani. Lakini kingine ni nini?
Matumizi ya vyakula najisi. Wanyama najisi wanakula kila kitu. Tafiti zinasema wanyama najisi they are prone to contamination from toxic elements in the environment. Kwa mfano nguruwe inaonekana ana kemikali zenye sumu nyingi kwa sababu ya mtindo wake wa maisha ya ulaji. Kesho tutaliangalia zaidi swala la nguruwe. Sasa nikasema hivi, kweli sokwe anatosha kutupatia majibu ya kuelewa nafasi ya uwerevu na chakula? Nikarudi nyuma Edeni. Nyoka kabla ya sokwe, nani alikuwa mwerevu zaidi? Nikakumbuka nyoka ndo alikuwa mwerevu zaidi. Lakini alipotenda dhambi na kulaaniwa na Mungu, nini kilifata? Adhabu ya kwanza, nyoka alibadilishiwa mlo. Tuko mpaka hapo? Sasa kama nyoka aliweza kumdanganya Hawa kwa sababu huenda alikuwa anakula matunda, wewe utaniambiaje nile tunda nililolikatazwa kama we hauli? Probably nyoka alikuwa mwerevu kwa sababu na yeye alikuwa anakula matunda. Na kama na kuthibitisha hilo, ndio maana statement ya Mungu lazima ibadilishe chakula cha nyoka. Ndio maana nyoka akashushwa kula mavumbi. Afatiria order of intelligence ya wanyama, utakuta sasa hivi nyoka yuko chini. Yaani nakwambia nyoka asikutishe na sumu yake. Nyoka hana akili. Yaani miongoni mwa wanyama wote nyoka yuko chini kabisa kwenye order of intelligence. Kobra ndiye ana unafuu, lakini ana unafuu miongoni mwa nyoka wenzake, lakini sio viumbe wote. Fuatilia tena Nebukadneza mfalme. Aliposhindwa kutawala watu kwa hekima, Mungu akaona wewe hustahili kuwa mfalme. Mungu akambadilishia mlo, akaamua aishi kwa kula majani kama ng'ombe. Akasema wewe hustahili kula chakula kama cha wanadamu, kama unawatendea hivi binadamu. Mungu akamshusha, akampa adhabu ya kula majani. Ndio uone uhusiano uliopo kati ya status, uwezo wetu wa akili na chakula tunachokula, especially kwa kufata maelekezo ambayo Mungu ametupatia. Jambo la tatu na la mwisho ni mchango wa chakula katika roho ya mwanadamu. Ukisoma Biblia, wanadhiri wa Mungu walipewa masharti maalum ya chakula. Kwa nini? Kabla ya Yesu kuja, roho wa Mungu hakuwa anapatikana kwa kila mtu, alikuwa tu kwa watu wachache waliochaguliwa kwa makusudi maalum. Kwa mfano Samsoni, ukisoma Waamuzi 13:5, unaona mama yake aliambiwa ale hiki na asile hiki. Utasoma kwa muda wako. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa mnadhiri wa Mungu. Maana yake Roho Mtakatifu atamjiria. Nakumbuka mtu hakamiliki bila nini? Bila Roho. Mtu lazima awe na ushirika wa kiroho. Kama una ushirika na Roho wa Mungu, lazima uwe na ushirika na Roho wa nani? Yaani mtu huwezi ukawa empty, kwa sababu hukuumbwa uwe empty. Mtu aliumbwa awe nyumba ya Roho. Kwa hiyo wanadhiri wa Mungu walipewa masharti ya kula ili Roho wa Mungu apate nafasi ndani yake. Sasa wewe unakula ovyo ovyo ukitegemea Roho wa Mungu atakuja akae kwako comfortably. You have to be very careful. Kielelezo cha Danieli ni somo ambalo tunaweza tukajifunza kama wanadamu. We have to be selective. Tunatakiwa tuwe na uchaguzi katika kile tunachokula. Danieli 1:8 anasema Danieli aliazimu kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha nani? Cha mfalme. Akaomba ruhusa apewe nafasi. Chakula alichoomba ni nini? Ni mboga, matunda na maji. Biblia zinasema vegetable and water. Mtama ni namna tu ya utafsiri, lakini ukifuatilia ni mboga, matunda na maji. Sasa matokeo yake yalikuwa nini? Danieli 1:20 tunaambiwa katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, aliwaona wanafaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi. Kwa hiyo unaona sasa Biblia inatuonesha wazi relationship kati ya hayo mambo mawili. Chakula, hekima, akili na nafasi ya mwanadamu kuwa katika mafanikio ya hali ya juu. Danieli 5:11 tunaambiwa huu ni ushuhuda kwamba yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Kwa hiyo unaona kabisa kumbe roho wa Mungu, akili na ujenzi wa mwili wetu unategemea chakula, lakini kwa kufuata maelekezo ambayo Mungu ametupatia. Ufalme wa mtu unaanzia mezani. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa mtu unaanzia wapi jamani? Mezani. Sasa niwaache na swali ambalo nitalijibu kesho. Hii ni chemsha bongo. Ashumu umepewa, una kazi, una project ya kujenga nyumba. Kagorofa kako fulani kazuri. Tuafu umepewa option 2, uchague kufiatua matofali au kwenda kuchukua matofali kwenye nyumba ambayo imeisha kamilika. Labda mtu anauza nyumba yake. Wewe utachagua kufanya kipi? Kesho tutajifunza ulaji sahihi wa nyama. Usikose na Mungu akubariki.